Idadi ya vifo katika mgogoro wa mpaka kati ya mji wa Ceuta nchini Hispania na Morocco imeongezeka na kufikia watu 67. Hayo yamesemwa leo na serikali ya Hispania. Serikali hiyo pia imetangaza kuwa inaanza kujenga kizuizi cha kuzuia wahamiaji kando ya uzio wa kuvuka baharini baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka mpaka na kuingia katika eneo hilo la Ceuta wiki hii. Katika hatua hiyo, inalenga kuimarisha usalama wa mpaka na kuzuia wahamiaji wasiingie kwa njia isiyo halali katika eneo hilo dogo la Uhispania lililoko kaskazini mwa Afrika. Hayo yanajiri wakati viongozi wa Ulaya wametaka hatua kali zaidi dhidi ya uhamiaji haramu kutokana na tukio hilo. Rais wa Ceuta, Juan Jesus Vivas, amesema watu wasiopungua 34 walifariki wakijaribu kufika katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, wimbi kubwa la wahamiaji kutoka Morocco kuelekea eneo la Hispania la Ceuta lilianza mwishoni mwa Julai 2026, hasa tarehe 30 Julai mwezi uliopita, ambapo maelfu ya watu walivuka mpaka kwa njia ya bahari na nchi kavu. Kufikia Julai 31 mwaka huu, idadi ya waliovuka iliongezeka kwa kiwango kikubwa sana, huku mamlaka zikikadiria kuwa makumi ya maelfu ya watu walikuwa wameingia Ceuta ndani ya muda mfupi. Serikali ya Hispania ilituma polisi na wanajeshi kuimarisha ulinzi wa mipaka, na wengi wa wahamiaji hao baadaye walirejeshwa au walirudi Morocco kwa hiari. Tukio hili limekuwa moja ya migogoro mikubwa ya uhamiaji kati ya Morocco na Hispania katika miaka ya karibuni. Ceuta ni mji unaomilikiwa na Hispania, lakini uko kaskazini mwa Afrika na unapakana moja kwa moja na Morocco. Kwa sababu ni sehemu ya Hispania, kuingia Ceuta kuna maanisha kuingia katika eneo la Umoja wa Ulaya. Lakini unaweza kujiuliza kwa nini wahamiaji hao waliondoka Morocco? Miongoni mwa sababu ni pamoja na ukosefu wa ajira hasa kwa vijana, kupanda kwa gharama za maisha, tamaa ya kupata kazi na maisha bora barani Ulaya, na uvumi uliosambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba wahamiaji wasingerudishwa haraka wakifika Ceuta, jambo lililowafanya wengi kujaribu kuvuka. Kwa ujumla, mchanganyiko wa ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira, taarifa potofu kwenye mitandao ya kijamii na changamoto za usimamizi wa mpaka ulipelekea maelfu ya Wamorocco kujaribu kuingia Hispania kupitia Ceuta.